Majasusi bora zaidi duniani hawavai sare, hawapigi kelele na mara nyingi hawajulikani kabisa. Wanaishi kwenye kivuli wakicheza mchezo wa akili, hila na subra. Wakati dunia inalala, wao ndio wako macho wakibadilisha mwelekeo wa historia bila hata kuacha alama. Hawa ni watu ambao silaha yao kubwa sio bunduki, ni akili, utulivu na uwezo wa kupotea mbele ya macho ya kila mtu. Karibu kwenye dunia ya siri, hatari na ukweli usioandikwa wa majasusi hatari zaidi kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Moja kwa moja tukianza na jasusi huyu ajulikanaye kama Richard Sorge, anahesabika kama jasusi mwerevu kuliko wote katika karne ya 20. Jasusi huyu Mrusi na mwalimu wa hujuma alifanya kazi dunia nzima kabla na wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Katika shughuli zote alizowahi kufanya, alijifanya kama mwandishi wa habari za kimataifa. Alitembelea sehemu mbalimbali za Ulaya kuangalia uwezekano wa wakomunisti kuleta vurugu. Wakati vita ya pili ya dunia inaanza, alienda nchini Japani akijifanya mwandishi wa habari kutokea Ujerumani, ndipo akaanza kupelekea Urusi habari kuhusu silaha na wanajeshi wa Ujerumani na Japani. Pia akaonya kuhusu shambulio la Japani katika bandari ya Pearl nchini Marekani, mipango ya Ujerumani kuvamia Urusi na mengine mengi. Yote ilikataliwa na Stalin ambaye alikuwa kiongozi wa Urusi enzi hizo. Sorge alikamatwa na Wajapani mwaka 1944, ingawa hakuwahi kukiri kama alikuwa jasusi wa Urusi. Alinyongwa muda mfupi baadaye. Warusi hawakuwahi kumpa heshima yake mpaka mwaka 1964, ndipo alipotangazwa kama shujaa wa Urusi kwenye nyanja za kijasusi. Jasusi mwingine ni mwanamama Mata Hari. Alikuwa mcheza densi na muuza mwili wa bei kubwa jijini Parisi, Ufaransa, ambaye pia alikuwa jasusi wa Ujerumani wakati wa vita ya kwanza ya dunia. Jina lake halisi ni Margrethe Gertruda Zelle. Alizaliwa Uholanzi na alianza kazi ya ujasusi ya kuwa mfanyakazi wa mahakama, akiwakilisha wanasiasa maarufu na wanajeshi wenye vyeo vikubwa. Kazi zake za kimahakama na uraia wake wa Uholanzi, kipindi hicho Uholanzi haikuwa na upande wakati wa vita, ulimfanya kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuwa jasusi, na alipata fursa ya kulala na wanajeshi pamoja na wanasiasa maarufu wa Ufaransa ili kupata siri, na baadaye alizipeleka nchini Ujerumani. Shughuli zake za kijasusi mwanamama Mata Hari zilifika kikomo Januari 1917 wakati wanausalama wa Ufaransa waliponasa mawasiliano kati ya maofisa wa Ujerumani jijini Parisi na Berlin, wakikiri kupata taarifa nyingi za kijasusi kutoka kwa mtu anayeitwa H21. Mata Hari alitambulika na kukamatwa katika moja ya hoteli jijini Parisi Februari 1917. Aliuawa Septemba 1917 kwa kupigwa risasi kwa kosa la ujasusi na hujuma. Majasusi wengine ni Julius na Ethe. Walikuwa wanandoa wa Kimarekani waliokuwa wanafuata siasa za ujamaa. Waliuawa mwaka 1953 kwa kosa la kutoa siri kuhusu silaha za nyuklia kwa Urusi. Kipindi hicho Urusi inatambulika kama USSR. Ujasusi waliuanza mwaka 1942 wakati Julius alipopewa kazi hiyo na KGB. Alitakiwa kutoa taarifa zote zinazohusu nyuklia, kuanzia ramani za mitambo, mabomu, sehemu zilizopo, wataalamu na nyingine nyingi. Taarifa hizo zilisaidia jeshi la Urusi kutungua ndege ya kipelelezi ya Marekani aina ya U-2 mwaka 1960. Alikuwa akisaidiwa na shemeji yake
Sergeant David Greenleaf alisaidia kuandika kila kitu ambacho alikuwa anakiwasilisha katika serikali ya Urusi. Kesi yao wanandoa hawa ilianza mwaka 1951 na wote walikutwa na makosa ya kufanya ujasusi na hujuma, na waliuawa kwa kupigwa shoti ya umeme katika gereza la Sing Sing. Hawa walikuwa ni Wamarekani pekee kuuawa kwa ujasusi wakati wa vita baridi. Jasusi mwingine ni Aldrich James. Alipewa mafunzo na shirika la ujasusi la Marekani CIA kisha kupelekwa Uturuki kuanza kazi mwaka 1985. Alipokuwa Uturuki alitakiwa ajipendekeze kwa KGB, yaani Warusi, ili wamchukue kisha aanze kutoa siri kwa Wamarekani, lakini haikuwa hivyo. Alikuwa na shida ya fedha na maisha ya juu, ndipo Warusi walimpatia kiasi kikubwa cha fedha, hivyo akawa upande wa Urusi. Aldrich James aliweza kupata taarifa za majasusi wa Marekani waliokuwepo KGB na katika jeshi la Urusi kisha kuzipeleka kwa KGB. Hatua hiyo ilifanya majasusi zaidi ya 100 wa Marekani kujulikana na wengine 10 kunyongwa. James aliweza kukwepa mara 2 kunaswa na CIA, lakini tatizo lake lilikuwa ni maisha yake ya kifahari na jumba la kifahari alilonunua kwao Marekani, na bili kubwa za maongezi ya simu zilitakiwa kulipwa na CIA. FBI walimkamata mwaka 1994 na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Jasusi mwingine ni Giacomo Casanova. Alikuwa jasusi wa Venetia. Aliandika kitabu kinachoitwa Hadithi ya Maisha Yangu. Kitabu hicho kinaeleza jinsi alivyofanya kazi zake na mahusiano yake ya kimapenzi na wanawake wengi waliokuwa matajiri na wenye ushawishi enzi zake. Kinachojulikana ni kwamba alifanya kazi kama mwanasheria na kuanzia mwaka 1774 hadi mwaka 1782 alifanya ujasusi kwa ajili ya Venetia. Shughuli zake zilikuwa nzuri, ila alitimuliwa mwaka 1782 kwa kuunga mkono mahathi dhidi ya kiongozi mmoja wa jiji hilo la Venetia. Jasusi wa mwisho katika makala hii ni James Armistead Lafayette. Alikuwa mtumwa chini ya William Armistead wa Virginia. Alipewa ruhusa ya kujitolea jeshini mwaka 1781. Kazi yake ilikuwa kumpeleleza Brigedia Jenerali Benedict Arnold, na taarifa zake zilikuwa muhimu sana, zikasaidia kuyashinda majeshi ya Uingereza katika vita ya Yorktown. Pia Bwana James Lafayette ni jasusi wa kwanza wa Kimarekani mwenye asili ya Afrika. Hakuna mtu wa jamii hiyo aliyewahi kufanya shughuli za ujasusi kumshinda Lafayette mpaka leo. Majasusi hawa hawakuwa mashujaa wa kawaida wala wahalifu wa kawaida. Walikuwa watu waliobeba siri nzito kuliko maisha yao wenyewe. Baadhi yao walikufa bila kutambuliwa, wengine walitukuzwa miaka mingi baada ya kunyongwa, lakini wote walithibitisha jambo moja muhimu: historia ya dunia haijaandikwa tu na marais pamoja na majenerali peke yao, bali pia na watu waliokuwa gizani wakifanya maamuzi kimya kimya. Katika dunia ya ujasusi hakuna rafiki wa kudumu, hakuna adui wa kudumu, kuna maslahi peke yake. Na mara nyingi ushindi haupatikani kwa risasi peke yake, bali kwa taarifa moja sahihi iliyopatikana kwa wakati sahihi. Hizo ndizo hadithi za watu waliocheza kamari na maisha yao, wakitambua kuwa ukweli unaweza kuua na siri inaweza kuokoa au kuangamiza taifa zima. Hawa ndio majasusi waliobadilisha dunia bila